Sasa kutokana na hizi fursa ambazo umezitaja zinapatikana katika wilaya hii ya Mwanga, mwitikio ukoje sasa kwa upande wa wanawake? Mzuri sana. Mzuri sana. Yaani kwa kweli unaweza usiamini kwamba, na mimi niseme kwa kweli wanawake wa kaskazini na hasa wilaya yetu hii ya Mwanga, mwamko ni mkubwa sana. They are so aggressive. Yaani watu wanatafuta pesa. Watu wanatafuta maendeleo. Na unaweza kuona kwamba pia ukija kwenye wilaya kama hii, hata makazi yao, makazi ya wilaya ya Mwanga yameboreshwa sana. Yaani sisi ukienda kijijini ukutana na nyumba ya nyasi. Eti unakutana hapana. Unakutana na nyumba ambazo zimeboreshwa, makazi yameboreshwa, maana yake watu wanataka maendeleo. Watu wanataka maendeleo, na ndio maana hata unaweza kuona hakuna, yani si maeneo ambayo kuna makazi yasiyokuwa na umeme, ni machache sana. Watu wanachangamkia fursa, watu wanataka maendeleo, watu wanataka mabadiliko. Mwamko ni mkubwa kwa kweli, ni mkubwa sana. Nakwambia tu leo, yani kama unapita hapo kwenye soko, unaweza kaona namna ambavyo watu walivyoamka kwenye kuzifuata hizo fursa na kuzichangamkia. Sawa, mpango wa uwezeshaji wanawake kupitia fedha za halmashauri. Tuone pia kwa upande huo tafadhali, tueleze kwa kifupi tu kuhusu mpango wa halmashauri ya wilaya kuwawezesha wanawake kiuchumi kupitia fedha hizo. Naweza nikasema kwa kweli tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu huu mpango wa halmashauri ni maono na mawazo ya Mheshimiwa Rais ya kuwasaidia wanawake kupata mitaji. Na sio wanawake tu, makundi mbalimbali ya vijana, ya watu wenye ulemavu, lakini hasa kama ulivyojielekeza leo, nataka tuongelee kuhusu wanawake. Mwaka jana end of November hapa tumetoa zaidi ya milioni 362 kwa ajili ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Zaidi ya vikundi 17 vilikuwa vya wakina mama. Kwa zaidi ya asilimia 80 ya ile pesa walichukua vikundi vya kina mama. Kwa sababu ndio wanajitokeza sana na ndio wako very aggressive. Lakini pia mwezi March hapa, mwezi wa 3, tumetoa pia kwa kota hii ya Januari March, tumetoa tena zaidi ya milioni 200 karibia na 60 kitu kwa ajili ya vikundi hivi vya kina mama, lakini pia na vijana, watu wenye ulemavu. Unaweza ukaona sasa kuanzia kota ya Septemba to Disemba na Januari to March, halmashauri imeweza kutoa zaidi ya milioni 600 kwa ajili ya vikundi vya wanawake. Na kwenye hizo milioni 600 zaidi ya milioni 400 zimekwenda kwa kina mama. Na zinazunguka kwenye biashara ambazo kina mama wanazifanya hapa. Kwa hiyo unaweza kuona kweli mpango huu ni mzuri, na mimi nilikutana nao nikamwambia ndugu zangu, haipo serikali yote duniani ambayo huwa inatoa fedha au inatoa mtaji kwa mwananchi bila kuwa na collateral, yani bila kuwa na dhamana. Leo hata ukienda benki, hata sisi waajiriwa hawakupi mkopo kama hauna salary slip, dhamana yako au nyumba au kiwanja au nini. Lakini Mheshimiwa Rais kwa sababu anajua mila, desturi zetu na tamaduni zetu kwamba wanawake hawakuwa kwenye mpango au kwenye mkakati wa kumiliki mali. Zilikuwa hata mkiwa kwenye familia mali ni za baba. Kwa maana yake mwanamke hakuwa na uwezo wa kuwa na dhamana ya kuweza kupatiwa mkopo. Ndio maana Mheshimiwa Rais akaja na huu mpango mkakati. Kwa hiyo zaidi ya milioni 400 ziko kwenye vikundi vya kina mama. Na niseme kwa kweli wanafanya vizuri na wanarejesha. Kwa mimi langu nilivyokutana nao, niliwahamasisha. Ndugu zangu, sisi tuliopata baraka hii, tuliopata uwezeshaji huu, Mheshimiwa Rais hizi fedha angeweza kwenda kutatua kero zingine nyingi za wananchi. Pamoja na kuwalipia watoto wenu ada na kufanya elimu bure, lakini bado ameona atumie fursa hii kuwapeni mtaji ambao usingeweza kuupata kwa urahisi kama kusingekuwa na fursa hii ya serikali. Kwa wito wangu kwa wananchi wenzangu wa wilaya ya Mwanga na hasa kina mama wenzangu waliopata mikopo vikundi vyao, turejeshe fedha hizi ili na watu wetu wa kike wengine waweze kupata, kwa sababu fedha hii ni kama fedha ya mbegu, unatoa, unarudisha, napewa na mwingine, unapata tena, unarudisha, unapata tena. Wapo kina mama ambao wamefanya vizuri, na kwa kweli niseme kupitia pia jukwaa la wanawake, wapo wajasiriamali hapa wanashiriki maonesho ya biashara mbalimbali nje ya nchi.
Mwaka jana kuna kikundi kimekwenda Sudan. Kimepeleka viungo vyetu vya usangi. Kimepeleka unga wa ndizi. Kimepeleka mahindi ya makande, kimepeleka maharage tunaolima hapo kileo. Yaani yalivyopendwa na yalivyochangamkiwa. Na wamepeleka bidhaa zingine za ngozi ambazo tunafanya kupitia viwanda vyetu vya SIDO. Kwa tayari unaweza kuona inawezekana ndio ikawa wilaya pekee wajasiriamali waliowezeshwa kwenda nje ya nchi kutafuta masoko. Kwa hiyo nikasema mwamko ni mkubwa kweli. Tunawashukuru sana, na mimi kwa kweli nimejifunza kitu kikubwa sana kwa wakina mama na hasa wanawake wa wilaya yetu ya Mwanga. They are so aggressive. Na sisi kwa kweli kama serikali na hasa mimi mwakilishi wa Mheshimiwa Rais, niko hapa kuendelea kuwaunga mkono, kuwasaidia na kuwafungulia milango kuja tujadili, lakini pia na mimi najifunza unajua ipo siku kazi haitakuwepo Mwasiti. Na mimi nitakuwa mjasiriamali. Kwa hiyo unapopata fursa pia ya kujumuika nao, unajifunza pia mikakati mbalimbali ya biashara, na kuambia kwamba ukifanya hivi unaweza kufanya hivyo, ili na mimi pia napata fursa nzuri ya kujifunza kutoka kwao, kwa sababu pia ni wako so interactive, wanakuja, tunasema, tunakutana nao kwenye makundi yao. Yote hayo ni fursa ambazo na ni maeneo ambayo kwa kweli wanafanya vizuri sana. Wapo wanawake ambao wanatufuatilia katika kipindi hiki cha nafasi ya mwanamke, lakini kuna mwanamke anatamani kujua ni vigezo gani ambavyo vinatumika ili aweze kupata huo mkopo. Vigezo ambavyo vinatumika, mimi kwanza ni washauri. Mheshimiwa Rais baada ya muda fulani alisitisha mikopo kutengeneza kanuni mpya na marejeo mapya namna ya kwanza wewe kwenye kikundi. Lakini sasa hivi imetoa fursa pia unaweza kupewa mkopo ukiwa mwenyewe. Lakini kikubwa ni uwe na biashara. Yaani uwe na andiko la biashara mkiwa kwenye kikundi. Faida ya kuwa kwenye kikundi, na wakati mwingine unasema kikundi bwana kinasumbua, lakini Mwasiti wanasema Waswahili kidole kimoja hakivunji chao. Na umoja ni nguvu. Mnapokuwa kwenye kikundi cha biashara, leo ukiwa wewe na changamoto, umeguliwa na mtoto, biashara haitafungwa. Wenzako wataendelea kama kikundi, na bado mtaendelea kurealize na kupata faida ambayo mlikusudia. Kwa hiyo tunahimiza watu kwenye vikundi kwa sababu tu ya kujengana, kunyanyuana. Unajua mkiwa na mitaji midogo midogo mkiungana mnatengeneza capital nzuri. Na biashara yote ikiwa na capital nzuri ndio biashara yenyewe inafanya nini? Inakuwa. Kwa hiyo masharti si magumu sana. Mimi niwaombe wanawake tufike pamoja na wasichana walifikisha umri wa miaka 18 kwenye ofisi za halmashauri, hasa idara za maendeleo ya jamii, tuweze kupewa elimu vizuri namna gani hasa kuunda hata hivyo vikundi, kuvisajili. Lakini kama unaona bana mimi nataka tukupewa mwenyewe, mimi naona bwana hapa isiwe tabu. Na hasa kitu tumetoa sana kwa upande wa mtu mmoja mmoja, hasa hivi vikundi vya walemavu. Kwa sababu vikundi vya wenzetu walemavu, ulemavu unatofautiana sana. Mlemavu asiyeona anaweza kuwa na interest ya biashara tofauti na mlemavu asiye kuwa na uwezo wa kutembea. Huyu anaweza kusema mimi biashara yangu naweza kufanya hivi. Kwa hiyo wale pia Mheshimiwa Rais ametoa fursa kwamba wale wanaweza kupewa mtu mmoja mmoja kulingana na namna ambavyo yeye sasa ulemavu wako unamuwezesha kufanya ile shughuli ambayo anaweza kuifanya. Sawa, na mpaka sasa hivi labda tufahamu ni kiasi gani cha fedha ambazo tayari zimeshatolewa kwa wanawake. Kwa kipindi cha kota ya Septemba to Disemba tulitoa zaidi ya milioni 372. Lakini pia kwa kipindi cha January to February zaidi ya milioni 250 zilitoka. Kwa hiyo ukijumlisha hizo pesa zaidi ya milioni 600. Na nikasema kwenye mapokeo ya fedha hayo sasa zaidi ya milioni 400 zimekwenda kwenye vikundi vya wanawake. Kwa hata wale ambao bado hawajapata wasidhani kwamba hawatapata. Kwa hela hizi zinatoka kila kota, kila baada ya miezi mitatu tunatoa, kila baada ya miezi mitatu tunatoa. Kuna vikundi ambavyo viko na najua maombi yako mengi yameshaletwa. Kwa hiyo mwezi huu tena wa 4 na mpaka wa 5 hapa tutatoa tena fedha zingine kwa ajili ya vikundi hivi vya wanawake, lakini pia tusisahau vijana wetu na watu wenye ulemavu. Je, kuna changamoto zozote ambazo mnakutana nazo sasa wakati wa kutekeleza jukumu hilo? Kila biashara haikosi changamoto Mwasiti, hata kwako pia kuna changamoto. Si ndio? Unaweza kahoji mtu asirespond. Changamoto zipo na ni kwa wachache ambao bado uelewa uko chini, wakidhani kwamba fedha hizi ni kama sadaka, fedha hizi ni kama tu yaani ni fedha tu ambazo anaweza kapewa akachikichia nazo.
Kwa hiyo wachache bado uelewa huu ni mdogo, lakini pia na changamoto nyingine bado wanashindwa kuelewa kwamba fedha hii ya biashara sio fedha ya kwenda kufanyia matanuzi. Sio fedha kwenda kusuka. Sukia kwa faida. Mpafanya biashara unapata faida ndio ukasuke. Kwa hiyo changamoto kubwa bado kwenye urejeshaji, lakini pia maombi. Bado wanawake wengine wanaona kama bwana mimi hela ya mimi kwenda kuomba mikopo ni watu fulani. Kuna watu wanalalamika hawana ajira. Wanawake wanasema hatuna kazi, hata watu waliomaliza vyuo hatuna ajira. Jamani, hizi ndio ajira pia. Mheshimiwa Rais pia anatengeneza Mheshimiwa Rais anatamani angekuwa na uwezo angeajiri kila mtu. Lakini sasa serikali lazima iwe na minimum ya watu wanaofanya zile kazi, ndio Sasa amefungua dirisha lingine la kutengeneza ajira kwa makundi haya ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo pia tunatoa rai na natoa wito kwa wanawake wengine ambao bado hawajaiona hii kama fursa ya ajira, ya kujitengenezea ajira, basi waje waombe hii mikopo. Kwa sababu jamani, ajira ni unaweza ukawa mpika mamalishe mzuri, ni ajira, na ukasaidia kuajiri, kwa sababu huwezi kufanya malishe peke yako. Lazima utakuwa na mtengaji, si ndio? Anayehudumia tano kwa umetengeneza ajira kwa watu wengine. Kwa hiyo mimi niendelea kutoa rai kwamba na kuhamasisha na kuwaomba sana vikundi ambavyo vimechukua mikopo hii warejeshe on time kama ambavyo wamekubaliana, na basi pale unapokuwa na changamoto usisite kuja kuwaona wataalamu wakusaidie kwamba umekwama wapi, nini kimeshindikana. Lakini pia na kuendelea kuwasihi kwamba pamoja na fedha hizi tujitahidi sana kutunza, kuwa na kujitatiba kujiwekea akiba kutumia mabenki yetu haya. Benki hizi mbalimbali zipo, tuna madirisha mbalimbali ya wanawake ya kuweka akiba na kutunza fedha kwa ajili ya matumizi mengine na kukuza mitaji. Sawa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, yapo matokeo chanya ambayo yameonekana kwa mpango huu wa kuwawezesha wanawake kiuchumi. Lakini tufahamu pia kwa upande mwingine kwamba ni mafanikio gani ya moja kwa moja ambayo mnaweza kuyaonyesha kuhusu athari za mpango huu kwa wanawake? Yaani athari ya kwanza Masiti nadhani tungeinote ni ile ya kwanza kwamba tayari watu wameshaanza kuvuka mipaka. Wanakwenda nje kutafuta masoko. Huwezi kutoka nje kama hauna ujasiri wa mtaji, si ndio? Kwa Mheshimiwa Rais kaweza kuwafungulia wanawake dunia pia. Amekupa mtaji, lakini pia na kuifanya Tanzania kuwa friendly kwenda eneo lingine lolote. Sisi kwa wilaya ya Mwanga tunaichukua hilo kama is a very positive impact. Wanasema nini? Wanasema matokeo chanya ya mpango huu ni kuendelea kuwajaza wanawake ujasiri na kuwapa uwezo na nguvu ya kutoka kwenda kutafuta masoko kwenye maeneo mengine. Lakini pia na kupunguza wimbi la wanawake kutegemea source moja labda kutoka kwenye familia. Sasa hivi unaweza kaona wanawake ambao wako aggressive, wanafanya biashara, ukienda hapo leo hapo ukikuta wadada wananadi mitumba hapo unaweza kashangaa. Yaani dada ananadi mtumba kweli. Lakini unaona kabisa hii ni nguvu mpya ambayo wanawake imejengwa, na haijajengwa tu from nowhere. Imejengwa kwa sababu ya uwezeshaji ambao serikali imeufanya, lakini pia sio serikali tu, na wadau mbalimbali ambao serikali inashirikiana nao kama nilivyosema, pia mabenki. Lakini kikubwa ni milango na fursa ambazo serikali imezifungua. Sasa hivi ukiangalia kwa namba kubwa ya vikundi ambavyo vinachukua mikopo ni vikundi vya kina mama. Tayari hiyo ni ishara chanya kwa wanawake hawa wanafanya biashara.